Network marketing ni structure, ni mfumo wa usambazaji wa bidhaa au huduma kutoka kwa mtengenezaji kwenda kwa mtumiaji. Unajua, mifumo ya kibiashara ipo ya aina nyingi. Kuna mfumo wa franchise ambapo mtu mwenye mtaji mkubwa anakwenda kwenye kampuni ambayo ina jina, ina masoko tayari na ina watu ambao wanaiamini. Anakwenda, anafungua some branch kutoka kwa wale watu kwa kufuata logo, utendaji kazi na product za wale watu. Anafanya, anatengeneza faida. Uzuri wa hizi biashara ni kwamba tayari zinakuwa na trust kwenye kitu kinachofanyika. Hiyo ni biashara ambazo zinaitwa za franchise. Kuna biashara ambayo inaitwa traditional business, ambapo kunakuwa na mtengenezaji, kunakuwa na mtu wa wholesaler, kunakuwa na mtu wa retailer, mpaka inaenda kumfikia mtumiaji wa mwisho. Inakuwa na watu wengi katikati, ambazo hizo ndo nyingi sana kwenye jamii yetu. Alafu kuna biashara ya mtandao. Biashara ya mtandao kwa jina lingine inaitwa direct sales business, ambayo hii inaondoa hawa madalali wa katikati. Yaani yenyewe inapofanyika ni kwamba kampuni inayotengeneza bidhaa haijihusishi na matangazo, haijihusishi na kutoa elimu, haijihusishi na supply, haijihusishi na hayo mambo yote. Yenyewe inajihusisha na jambo moja tu, utengenezaji wa bidhaa na uletaji wa bidhaa eneo husika. Alafu usambazaji unamtegemea mtu yeyote. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anaona anaweza akafanya, anaenda anajiattach na hii kampuni, anatumia bidhaa zao, anatumia brand yao, anatumia trust yao, anatumia kila kitu walicho nacho kwenda kutangaza hizo bidhaa na kwenda kuziuza, na yeye anapata commission. Sasa uuzaji wake ni either ameuza moja kwa moja yeye au ametengeneza timu ya wauzaji wengine na yeye amepata. Mfumo ule unaitwa network marketing. Uzuri wa mfumo hauhitaji education background ya mtu kwamba alikuwa nani, hauna cha connection kwamba lazima uwe unafahamiana na nani ndio uweze kufanya, hauna cha mambo mengi ambazo biashara zingine zinafanya zinahitaji. Mtu anaweza kaanza kwa mtaji mdogo, akaanzisha biashara yake, akaijenga. Yeye anachokifanya ni kusimamia timu ya wauzaji wengine na kuwatengeneza kama kiongozi au watu waweze kuwa wakubwa, na atapata malipo kulingana na nini, na ukubwa wa timu yake, kazi unayofanya, na atapata commission. Hivyo ndivyo network marketing jinsi inavyo operate.